Iran imeungana na Urusi katika kulani hatua za mataifa ya E3 ya Ufaransa na Uingereza pamoja na Ujerumani kutumia kile kinachoitwa utaratibu wa kurudisha nyuma vikwazo na kurejesha vikwazo vya Umoja wa Mataifa dhidi ya Tehran, na kushutumu hatua hiyo kuwa ni haramu, kinyume cha sheria na inachochewa kisiasa, huku mataifa yote mawili yakikubaliana kushirikiana kwa pamoja katika nyakati ya vikwazo hivyo. Hivyo sasa Iran na Urusi zimekubaliana katika ushirikiano wa kina katika nyakati za vikwazo vilivyowekwa na mataifa hayo ya Ulaya, vikwazo vya kimataifa, huku wakiendelea na mapambano ya kidiplomasia juu ya kuondolewa kwa vikwazo hivyo. Katika kikao kilichofanyika siku ya Ijumaa, balozi wa Iran mjini Moscow, Kazem Jalal, na naibu waziri wa mambo ya kigeni wa Russia, Sergei Ryabkov, walikiri upinzani wao wa pamoja wa kile kinachoitwa mpango huo wa nchi tatu za Ulaya. Pia walijadili ushirikiano wa nchi mbili, ikiwa ni pamoja na mambo ya ndani ya mfumo wa BRICS. Jalal amesisitiza kuwa E3 imeshindwa kutekeleza ahadi zao chini ya mpango kamili wa pamoja utekelezaji JCPOA kufuatia kujiondoa kwa upande mmoja kwa Marekani katika makubaliano mwezi Mei mwaka 2018. Amesisitiza zaidi kwamba utaratibu wa upigaji picha umegeuzwa kuwa chombo cha kumtunza mkiukaji wa awali wa makubaliano hayo, yaani Marekani. Jalali alielezea uamuzi huo kama kinyume cha sheria na ushahidi wa hadhi dhaifu ya kimataifa ya Ulaya. Iran imekuwa vikwazo vya kimataifa kutokana na mpango wake wa nyuklia, lakini pia na suala la kuwa na makombora ya masafa marefu, jambo ambalo Urusi imesema kwamba ni uonevu ulio wazi, lakini pia Urusi ikieleza wazi kwamba itasimama wakati wote pamoja na Iran katika kila jambo. Wakati huu Iran pamoja na Urusi zimeanza kutekeleza mpango wao wa ushirikiano wa miaka 20 kutokana na mkataba uliosainiwa kati ya rais wa Urusi Vladimir Putin na rais wa Iran Masoud Pezeshkian. Hata hivyo, viongozi hao wameongeza kuwa hatua ya mataifa magharibi ilionyesha hawajali maudhui ya maazimio ya Baraza la Usalama na wanayatumia kama zana. Msimamo huo wa pamoja unafuatia ukosoaji mkubwa kutoka Moscow na Beijing. Waziri wa mambo ya nje wa Urusi Sergei Lavrov tayari ameandika barua kwa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres kusisitiza hali ya kinyume cha sheria ya uamuzi huo, huku China pia ikiutaja mchakato huo kuwa ni kinyume cha sheria. Mapema wiki hii, balozi wa Urusi katika Umoja wa Mataifa Vaseline Benzia pia alisisitiza msimamo huo mjini New York, akisema hatutambui snapback kama inaanza kutumika. Urusi haitambui muhtasari wa vikwazo vya Umoja wa Mataifa dhidi ya Iran. Mjumbe kutoka nchini Urusi ameeleza akisema kwamba hawatambui muhtasari wa vikwazo vya Umoja wa Mataifa dhidi ya serikali ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Balozi wa Urusi katika Umoja wa Mataifa amesema kwamba nchi yake haitambui uhalali wa kuiwekea tena vikwazo Iran kupitia utaratibu wa haraka. Alibainisha kuwa serikali za magharibi zimekuwa kiukwaji wa mfululizo wa azimio nambari 2231 na kusema wamepoteza suluhisho la kidiplomasia kwa kuamsha utaratibu. Uingereza, Ufaransa na Ujerumani zilianzisha upigaji picha huo mnamo Agosti 28 na kuanzisha mchakato wa siku 30 wa kurejesha vikwazo vyote vya Umoja wa Mataifa dhidi ya Iran. Licha ya juhudi za dakika za jioni za Urusi na Uchina kuhifadhi diplomasia, Baraza la Usalama lilishindwa kufikia makubaliano mnamo Septemba 26. Siku mbili baadaye, E3 na Marekani zilitangaza kurejesha vikwazo na kuzitaka nchi wanachama wa Umoja wa Mataifa kuvitekeleza. Tehran imekataa kata madai hayo, ikisisitiza kuwa ni Marekani na washirika wake wa Ulaya waliohujumu makubaliano ya nyuklia ya mwaka 2015 kwa kushindwa kutimiza ahadi zao. Maafisa wa Iran wanashikilia kuwa hakuna nchi yoyote mwanachama wa Umoja wa Mataifa inayolazimika kufuata hatua hiyo ya upande mmoja na iliyo kinyume cha sheria. Msimamo wa Iran umejikita katika azimio nambari 2231 ya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Iliidhinishwa makubaliano ya nyuklia ya mwaka 2015 na kuondoa rasmi vikwazo vya awali vya mpango wa nyuklia wa Tehran. Maafisa wa Iran wanasisitiza kwamba azimio hilo liliweka mfumo ulio wazi unaozingatia wakati ambapo vikwazo vyote vinavyohusiana na nyuklia viliwekwa kumalizika kabisa Oktoba 18 mwaka 2025. Endelea kuwa nasi, lakini usisahau kulike, comment na kusubscribe channel yetu hii.